Mbaji wa Kongo kabisa muziki wa injili umekuja hapa katika tukio hili la kwa Bwana ambalo ni la marafiki zako kina Zabron Singer. Yes. Mara mwisho tulikusikia kwa msifia marehemu Marco kwamba alishawahi kutabiri kuje majua wimbo fulani wa China wakafanya vizuri. Tuambie leo umejipanga vipi, lakini pia utupitisha katika experience leo ambapo mnafanya kazi pamoja. Kwanza mimi nianze kwa kuwapongeza Zabron Singers kwa sababu ya tukio hili kubwa. Kufanya event Mlimani City sio kitu kidogo, na kuwaleta Watanzania pamoja kwa namna hiyo sio kitu kidogo. Kwa hiyo tuko hapa kama sehemu ya familia, sehemu ya watumishi ambao tunatambua mchango wa wenzetu ndani na nje ya nchi. Na kwa sababu hiyo basi naamini wote tunaungana pamoja sasa kuingia huko ndani na kuhakikisha hili jambo linaenda, na tuko hapa sisi pia kwa nafasi yetu ya kuhudumu na kuhudumu pamoja nao. Mmekuwa mkitolea na tuseme kasumba moja kwa mnakuwa mshirikiani mara nyingi. Yaani mnakuwa kama mna matabaka. Unadhani kama kaka au kama baba matabaka haya yanasababisha nini? Sidhani kama kuna matabaka, na mtu anayesema uimbaji wa shirikiani anakuwa hawafahamu. Kwa sababu ukiangalia tu hiyo picha, hebu angalie, unaiona ina ushirikiano mwanzo mpaka mwisho. Tuna ushirikiano, ndio maana tuko hapa. Vingine ni mitazamo ya watu, namna gani wanachukulia vitu. Mwingine anaweza kafikiri fulani kwa sababu hajamuona sehemu fulani ya shirikiani, lakini kweli tunashirikiana kwa nafasi yetu, kwa uwezo wetu, kwa muda wetu ambao tunakuwa tunaupata. Okay. Naam. Mara nyingi tunaona kwenye event zenu wasanii wa Bongo Flava wanashiriki. Lakini nyie ni ngumu sana kushiriki katika event. Labda nalo hilo unazungumziaje? Sisi tunafanya kazi ya Mungu ambayo ni kwa ajili ya watu wote. Na tunapoitwa watumishi, maana yake tunawahudumia watu wote. Sasa Bongo Flava wao wanafanya ni muziki tunaita secular. Ni ngumu sana kumuona msanii au mwimbaji wa gospel akaenda kwenye event ya Bongo Flava. Kwanza kutokana na kile anachoimba na maadili yake na namna vitu vinavyoenda, kidogo inakuwa changamoto. Lakini inategemea pia kimeandaliwa kitu gani. Nafikiri umeona siku sio nyingi kuna huyu mtumishi wa Mungu anaitwa nani huyu? Alikuwa mbunge. Msanii wa Bongo Flava nani? Haule. Joseph Haule kama sikosei. Aliandaa nafikiri hapa Mlimani City jambo la kijamii. Na wamekuja watu wengi wakiwemo waimbaji wa gospel. Kwa hiyo ukiona mwimbaji wa gospel kwenye events ambazo ni za Bongo Flava, inategemea theme ya ile event na nini ambacho kina offside. Lakini mimi siwezi nikaenda kwenye event ya Bongo Flava ambayo ni ya music per se, kwa sababu nitakuwa na kiuka kile ninachokifanya kwa ajili ya kuhubiri injili kwangu. Okay, zamani muziki ambao ulikuwa unapenya kama sisi tunaofahamu bado yule amwezi ambazo zote zile zilikuwa ni na rekodi kawaida. Sasa hivi live recording zimetawala sana. Unahisi live recording inaweza ikakaa kwenye nafsi za watu ikafanya vizuri kuliko kipindi cha nyuma mlikuwa mnafanya recording za studio za kawaida? Chochote unachokiona kinafanikiwa maana yake ndio wakati wake. Ni sawa na muuzaji anauza bidhaa ambayo sokoni kwa wakati huo inafanya kazi. Kwa hiyo nyakati zile zilienda, zimekuja nyakati za live recording, zitarudi pia zile nyakati. Kwa hiyo inategemea na vipindi, na sisi tuko flexible. Lengo letu tunataka tuwafikie watu. Kwa hiyo kwa njia yoyote, iwe kwa live ama kwa production za kawaida za studio, basi tuko flexible kufanya namna hiyo. Cha msingi message ifike, na kutabiri kwamba itadumu au haitadumu ni ngumu sana kuweza kungamua kwamba itadumu ama haitadumu. Itategemea na mazingira. Vizuri sana. Kuna kitu nilikuwa nataka kufahamu. Wakati nyinyi mnafanya muziki zamani ilikuwa ni kazi ya Mungu. Lakini sasa hivi tumeona unaibuka baadhi ya waimbaji wa gospel wanatengeneza drama, lakini pia tunashuhudia baadhi ya conflict mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Unadhani hii inapeleka wapi muziki wa gospel? Unadhani inaheshimisha? Nafikiri tunapaswa kutenganisha kati ya drama na gospel, na sio rahisi kuweza kuchukulia tukio. Kuna mengine ni matukio real, lakini mwingine anaweza kafikiri ni drama. Na kuna mengine sijajua kama kuna hicho kitu kinachoitwa drama, lakini sidhani kama kuna msanii wa gospel anaweza kafanya drama, kwa sababu sidhani kama ina benefit yoyote. Kuna kitu chochote cha maana ambacho kinaweza kikamfanya afaidike nacho. Sawa. Hapa juzi tunaona ulishiriki katika miaka 40 na ngapi ya CCM. Watu wakasema Issa Ambwene huku nako amekuja, mbona hatukutegemea kama ipo siku Ambwene naye atakuja kujiunga kushiriki katika mambo ya kisiasa. Hili tunalizungumzaje ama tunaelekaje? Sawa. Labda nikuulize CCM ni nini?
Jibu sasa. Jamani, sisi tunashiriki matukio mengi, matukio ya kitaifa, matukio ya vyama, matukio ya harusi. Sasa nikijibu kila tukio tutakesha, kwa sababu matukio yako mengi. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru Mungu kwamba tukio lolote ambalo halitendeshi mtu dhambi wala sio dhambi huwa tunashiriki, ndio maana tuko na hapa pia kwenye mkono wa Bwana. Yes. Kaka Ambwene, wewe ni mkongwe. Naomba kidogo nikugusie hili, pengine labda una mtazamo wako. Swala la Goodluck Gozbert kuchoma gari ambao alipewa na Nabii Jodevi, kwako limekaaje? Sidhani kama limekaa kwangu, kwa sababu amechoma na kila mtu ana uhuru wa kufanya ambacho anaona kiko sawa, kama havunji sheria. Kwa hiyo sidhani kama nahitaji kulizungumzia sana. Na nikisema si kwangu limekaaje, limekaa kama lilivyokaa na kama lilivyoonekana hivyo basi ndio lilivyo, na mimi nimeliona, kwa tunamshukuru Mungu. Ulipata nafasi ya kuzungumza na Goodluck kipindi anapitia haya matatizo ama changamoto labda? Na huwa mambo mengine ni private sana ambayo tusingependa kuwa tunaya expose hapa, lakini jua sisi ni waimbaji wa Injili na hii ni familia ambayo tuna issue zetu, tuna mazungumzo yetu, tuna namna yetu tunawasiliana, na sidhani kama ni sehemu sahihi sana kusema tunawasiliana ama tulizungumza. Hayo yamebaki uvunguni namna hiyo, lakini elewa tu ni familia ya gospel ambayo tuko pamoja katika mambo mengi na tunashirikiana kwa namna hiyo. Unapata nafasi ya kushirikiana kwenye vitu vingi sana. Waimbaji wa gospel mnakutana na changamoto nyingi sana ambazo nyingine zinawakuta kwenye kusemwa vibaya, kwenye kuamini imani za kishirikina. Hii ya watu kuaminishwa kwamba waimbaji wengi wa gospel wanaimba gospel sawa, lakini hawawezi kutoboa mpaka wapite kwenye mikono mibaya ya kishirikina. Kwako unaizungumziaje? Kwa sababu wanasema unaweza ukawa una nafasi ya kuwa huko sehemu fulani, lakini management inakupitisha wewe kwenye hiyo nafasi ama hiyo njia. Kwako hii unaizungumziaje? Kwanza niseme mwimbaji wa gospel ni mhubiri wa Injili, ni mtumishi wa Mungu. Nafikiri tumewapa labda nafasi kubwa ya watu kuwa wazungumzaji kwa niaba ya waimbaji, na mpaka mwisho wa siku wameondoka kwenye uimbaji wenyewe wa gospel. Ukishasema tu muimbaji wa gospel, sidhani kama anaweza kawa nahusika na mambo mazito na makubwa na magumu namna hiyo, na kama yapo basi huyu atakuwa sisi tuna msemo wetu kusema kuna mtu amevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni nani? Ni mbwa mwitu. Kwa hiyo naweza nikaishia hapo kwa comment hiyo, nisiende mbali zaidi, lakini mwimbaji wa gospel ni mtumishi wa Mungu anayemhubiri Kristo na ana maisha na maadili yake ambayo anapaswa kuzingatia. Sawa. Niongezee swali la hapo kwanza kabla sijaenda kwenye swali jingine. Mnawaaminisha vipi watu waamini sasa? Kwa sababu tukitazama historia za waimbaji wengi wa gospel nyuma wanakuwa wanapata nafasi. Tukianza kwa Malkia Rose Muhando, alipata nafasi akawa kinara, lakini mwisho wa siku alikuja akapotea. Akaja akawa anazungumza ni management, kuna vingi alivizungumza, lakini pia tunakuja kwa ndugu yetu Goodluck Gozbert, naye pia hivyo amezungumzia kile. Tunawaaminisha vipi watu ili waamini kila mwimbaji wa gospel hapitii kile ambacho kila mtu anapitia? Wengine wanapitia njia sahihi kabisa. Nafikiri jamii ndio inayotakiwa kubadilisha mtazamo. Mwimbaji wa gospel anamtangaza Yesu, wala hahitaji kumwaminisha mtu habari. Yani mimi ambaye nisitakiwi ni kufanye wewe ni kuaminishe habari zangu, kwa sababu mimi ni mtumishi tu. Kwa hiyo kazi yetu ni kuwaaminisha kwamba Yesu ni Mwokozi, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, na ndio kazi yetu na ndicho tunachofanya kwenye nyimbo. Kwa hiyo sidhani kama ni sahihi kujadili watu na kusema huyu sijui ilikuaje, huyu ilikuaje, kwa sababu hata wao wakiimba hao uliowasema sijui uliowatuhumu hawajiimbi wao, wanamuimba Yesu. Ikitokea Yesu akija akakosea, akafanya vibaya, njoo uniulize hilo swali nitakujibu. Lakini kama ni mtu mwingine wa kawaida anakosea, mtu yote anaweza kukosea, lakini jambo zuri kuliko yote ni kwamba Yesu akosei. Yesu ni mwema, na ndio tunawaambia watu wamwamini Yesu, na wasimwamini mtu, kwa sababu waimbaji wote tunamhubiri nani? Yesu. Sasa nikuongezee hapo kwenye swala zima la tuzo. Ili la mwisho tu. Swala la tuzo. Waimbaji wa Injili kuna kanamna fulani hivi kama hatuna tuzo, na kama tunapata basi inakuwa ni 1 kwa 2, lakini tofauti na waimbaji wa nyimbo za Bongo Flava. Kwetu imekaaje hii? Nimetoka kujibu swali la namna hiyo, na haya ni maoni yangu.
Sidhani kama ni nia ya mwimbaji kupata tuzo, lakini kitokea mtu anataka kumpa mwimbaji tuzo, ampe tuzo na asimuinvolve mwimbaji kwenye tuzo kama anafanya kampeni. Nimekuwa na wajibu watu fulani kwamba sikubaliani, huo ni msimamo wangu binafsi, sikubaliani na utoaji wa tuzo wa kuninvolve Ambwene na kutaka nijiandikishe alafu niombe kura alafu nitake watu wanipe tu. Hiyo sio tuzo, hicho ni kinyang'anyiro. Kwa hiyo kama mtu tunathamini watu wanao zinatia moyo. Mimi ukija ukaniambia bwana tumebarikiwa na hii kazi, tunakutia moyo kwa kazi uliyofanya, tumebeba na hiki kitu kama kumbukumbu, nitapokea na nitaheshimu hilo kitu na natamani itokee kwa watu wote. Lakini ukija ukaniambia sijui tunaandaa tuzo, ndio yanazaa sasa maswali kama hayo. Mwimbaji wa gospel hayupo kuimba ili apewe tuzo au apate umaarufu. Vingine hivi vinakuwa ni ziada. Na hii ndio tofauti ya gospel na muziki mingine. Tatizo, tuna jamii ambayo inataka kutulazimisha sasa muziki wote tuuchukulie kama ni kitu kimoja, kitu ambacho sio sawa. Muziki wa Injili una maadili yake, una miko yake, una namna yake ya kufanya, na waimbaji na watumishi wa Mungu wanapofanya kuna namna yake wanavyotakiwa kuwa. Moja wapo ya kipengele hakipo ni tuzo. Kwa hiyo zikiwepo sawa, zisipokuwepo ni sawa. Lakini kisiwe kitu ambacho sasa kimekuwa kama utamaduni kwamba kwa kuwa Bongo Flava wanapewa tuzo na gospel wapewe nini? Tuzo. Sisi tunayo tuzo kubwa ambayo wote tutaipata kwa wakati mmoja mbinguni kwa Mungu. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio kubwa zaidi ya kuzingatia. Hizi zikija tutazipokea, lakini zisiwe za kampeni namna hii. Yes. Sawa. Mashabiki zako wanatamani kusikia mwaka mpya huu tunapata kitu gani kutoka kwa Mungu? Wajiandae, Jumatatu ya Pasaka kuna jambo linakuja. Ila nitakuwa surprise sisemi ni kitu gani, lakini tarehe 21 kuna jambo linakuja. Kwa hiyo tutaliweka wazi hewani. Mungu awabariki sana. Asante sana.